Katika wasaa mwingine ni kukaribisha mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Ripoti yetu leo inamwangazia rais wa Marekani Donald Trump. Kwa nini anaitishia na kutaka kuishambulia Oman? Rais wa Marekani Donald Trump amekataa pendekezo lililoripotiwa ambapo Oman na Iran walikuwa wakijadili mpango wa kutoza ushuru meli zinazopita kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Oman haina budi kufuata mkondo wa watu wengine, la sivyo tutawaangamiza. Wanafikiri kila kitu kitakuwa sawa, Trump aliwaambia waandishi wa habari wakati wa mkutano wa baraza la mawaziri katika ikulu ya White House mnamo siku ya Jumatano. Kupitia shirika la habari la Bloomberg limeripoti kwa mara ya kwanza mnamo Mei 21 kwamba Iran ilikuwa katika mazungumzo na Oman kuhusu utozaji ushuru wa meli zinazopita kwenye mlango wa bahari wa Hormuz. Gazeti la New York Times kwa upande wake nalo liliripoti likinukuu vyanzo viwili vinavyofahamu mazungumzo hayo kwamba majadiliano hayakuwa juu ya kutoza ushuru wa moja kwa moja kwenye njia ya Hormuz, bali kuhusu kutoza meli kwa huduma. Kauli ya Trump inasemekana kuwashangaza waangalizi wa eneo hilo kwa sababu Oman kwa muda mrefu imekuwa ikizingatia kuwa mmoja wa washirika wa karibu wa Marekani katika eneo la Ghuba. Mataifa hayo mawili yana mikataba ya ushirikiano wa kiulinzi ya miongo kadhaa ambapo jeshi la Marekani linaweza kufikia bandari na kambi za ndege za Oman ambazo zinachukuliwa kuwa muhimu kwa operesheni za kijeshi za Marekani katika eneo la Ghuba na Bahari ya Hindi. Pia kuna makubaliano ya kibiashara huria kati ya Oman na Amerika. Oman ni mshirika wa karibu wa Marekani. Oman kwa muda mrefu imekuwa na jukumu muhimu kama mpatanishi kati ya Marekani na Iran. Na katika mazungumzo ya nyuma ya pazia kabla ya kufikiwa kwa makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015, hata kabla ya Marekani na Israel kuanzisha operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran mnamo Februari 28, Oman ilikuwa ikiandaa mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya pande hizo mbili. Mapema mwezi Februari, mjumbe wa Trump katika eneo la Mashariki ya Kati Steve Witkoff na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi walikutana mjini Muscat kwa mazungumzo ya nyuklia, lakini mazungumzo hayo hatimaye yaligonga mwamba. Muscat imedumisha uhusiano wake na Iran na imejaribu kujimarisha kama mpatanishi katika mizozo ya kikanda. Siku ya Jumatano, Donald Trump, rais wa Marekani, aliashiria kwamba makubaliano yoyote ya baadaye na Iran yanaweza pia kuhusishwa na Saudi Arabia na nchi nyingine zenye Waislamu wengi kurejesha uhusiano na Israel. Ikiwa hawatatia saini, sidhani tunastahili kuwa na makubaliano haya, Trump alisema, kwa maana alikuwa akilazimisha mataifa ya Ghuba yashirikiane na Israel katika kile alichokiita mkataba wa Abraham. Ingawa wiki iliyopita Trump alisema kwamba mpango wa kumaliza vita vya Mashariki ya Kati ulikuwa unakaribia kufikiwa, kauli yake ya Jumatano ilionyesha kuwa hana haraka kukamilisha makubaliano yoyote. Kwa nini Oman ni tofauti na nchi zingine za Ghuba? Oman imekuwa na jukumu lake la kuleta utulivu nyuma ya pazia kuliko nchi zingine za Ghuba kama vile Qatar, Saudi Arabia na UAE. Lakini muda mfupi kabla ya shambulizi dhidi ya Iran, waziri wa mambo ya nje wa Oman Sayyid Badri bin Hamad Al Busaid alitoa hadharani wito wa muda wa mazungumzo kuongezwa alipokuwa akizungumza na kituo cha habari cha CBS. Mwezi Machi, Al Busaid aliandika makala katika gazeti la Economist akionya kwamba kuwa hatua ya Marekani kushirikiana na Israel kuendeleza vita ilikuwa inaharibu uaminifu wake katika eneo hilo. Aliandika, Marekani imepoteza udhibiti wa sera yake ya kigeni. Katika chapisho hilo la mtandao wa kijamii mnamo mwezi Machi, Al Busaid alipinga madai ya utawala wa Trump kwamba Iran ilikuwa tishio kwa Marekani na washirika wake. Aliandika, haijalishi msimamo wako ni upi kuhusu Iran, vita hivi havikuanzishwa na wao. Marekani haina kambi za kudumu za kijeshi nchini Oman, tofauti na Qatar, Bahrain, UAE na Saudi Arabia. Hata hivyo, kuna masharti mapya ya Donald Trump katika kufunguliwa tena kwa mlango wa bahari wa Hormuz ambao ni njia muhimu kwa takribani 20 hadi 25 ya biashara ya mafuta duniani. Imekuwa ni suala kuu katika mazungumzo kumaliza vita vya Marekani na Iran. Iran ilifunga njia hiyo ya baharini muda mfupi baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel mnamo mwezi Februari. Licha ya tangazo la Trump la kusitisha mapigano mwezi Aprili ambalo lilieleza kufunguliwa tena kamili kwa mlango wa bahari wa Hormuz na Iran, njia hiyo inasalia imefungwa kwa kiasi kikubwa. Kutokana na hili, bei ya gesi na mafuta duniani imeongezeka. Shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa lilionya wiki iliyopita kwamba kukaribia kusimamishwa kwa trafiki ya baharini kupitia Hormuz kunaweza kutishia shida ya chakula duniani. Oman kwa muda mrefu imekuwa na uhusiano mzuri na Marekani, lakini si mwanachama wa mkataba wa Abraham wa Trump.
Oman imekuwa na jukumu muhimu nyuma ya pazia kama mpatanishi wa mpango wa nyuklia wa Iran na mazungumzo ya hivi punde ya kumaliza vita. Lakini Trump alikariri mnamo Jumatano kwamba Iran haitapata udhibiti katika lango la bahari la Hormuz chini ya makubaliano yote ya amani, akisema mlango wa Hormuz unapaswa kubaki wazi kwa kila mtu, ni njia ya kimataifa baharini na hakuna atakayekuwa na udhibiti juu yake. Tutaufuatilia, lakini hakuna atakayekuwa na udhibiti. Hii ni sehemu ya mazungumzo yetu. Lakini wa Iran wanasema mlango wa Hormuz ni sehemu katika Iran. Baada ya mkutano wa baraza la mawaziri, wizara ya mambo ya nje ya Marekani pia ilikiri matamshi makali ya Trump kupitia chapisho la mtandao wa kijamii. Mtazamaji wa The World News, bila shaka nawe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika una nafasi ya kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.